noma sana. Nyomi ya kutosha, vaibu ya kutosha, piga makofi mengi sana kwa mgombea wetu wa kiti cha urais. Mheshimiwa mgombea wa kiti cha urais, jana nilisema na hapa niendelee kusema, asiyeshukuru watu hata Mwenyezi Mungu hawezi kumshukuru. Kwa dhati ya moyo niendelee kukushukuru, moja, kwa kuniamini niweze kukusaidia katika eneo hili la maji. Lakini jambo la pili ni uwezeshaji na mapinduzi na mageuzi ambao umeyafanya katika sekta ya maji. Mheshimiwa mgombea wa kiti cha urais, uliponipa dhamana kwa waziri wa maji, nilijipa jukumu la kupita maeneo mbalimbali kuona hali ya upatikanaji wa maji katika jiji la Dar es Salaam. Na hapa naomba niwe mkweli, kwa sababu msema ukweli ni mpenzi wa Mwenyezi Mungu. Katika ziara zangu ambazo nilizozifanya, nilipofika hapa Segerea, mgombea wa kiti cha urais, hali ilikuwa mbaya sana. Changamoto yao ni maji. Ukienda Kivule, ukienda Ukonga, changamoto yao kubwa ilikuwa maji mpaka kule Kibamba na Ubungo yake. Mheshimiwa mbunge dada yangu Bona Kalua alikalia kooni wizara ya maji, Mheshimiwa Jerry Silaa, juu ya upatikanaji wa maji katika haya maeneo. Profesa Kitila Mkumbo pamoja alikuwa katibu mkuu wa wizara ya maji, lakini kasema hapatoshi, lazima tupeleke maji. Jimbo hili la Segerea, Mheshimiwa mgombea wa kiti cha urais, nimeshakuja zaidi ya mara 5 kuja kupambana na kushughulika na changamoto ya maji, kwa sababu kiti kilikuwa hakikaliki. Kenda Bonyokwa hali ni mbaya, ukenda Kifuru hali ni mbaya, Kinyerezi hali ni mbaya, maeneo Ulongoni hali ni mbaya. Lakini nataka niseme, baada ya ziki sio ziki faraja. Faraja yetu ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Piga makofi mengi sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunakushukuru Mheshimiwa mgombea wa kiti cha urais kwa maamuzi yako na uthubutu ambao umeufanya wa kutoa zaidi ya bilioni 37 na kujenga tanki kubwa la Bangulo zaidi ya milioni 9 kwa ajili ya kutatua matatizo ya maji katika haya maeneo. Hivi nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Dr. Samia oye! Dar es Salaam oye! Mheshimiwa mgombea wa nafasi ya urais kwa tiketi ya chama chetu cha Mapinduzi na viongozi wote mlioko meza kuu tukiongozwa na katibu mkuu wetu, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Daktari Samia, nasimama mbele ya umma huu na hadhara hii kukiri kazi njema uliyoifanya kwa miaka yako 4 katika jiji la Dar es Salaam haijawahi kutokea. Mlinipa nafasi ya kuwa mkuu wa mkoa na kuongoza mji huu kwa takriban miaka 5. Nimepita kwenye viunga vya jiji la Dar es Salaam. Kwa kweli nimeona kazi kubwa njema ya kuheshimika ambayo umeifanya katika uongozi wako. Leo ninaomba wana Dar es Salaam, kwa heshima kubwa ambayo Daktari Samia ameifanya, ambayo hajaifanya tu leo akiwa rais, lakini ameendelea kuifanya hata alipokuwa makamu wa rais. Na kwenye wilaya hii ya Ilala, kakaangu Zungu ni shahidi ya kwamba hata jengo la mama na mtoto lililoko pale Amana ni kazi ya mikono ya Daktari Samia. Ninaomba sana kwa unyenyekevu mkubwa tujitokeze
Mnakumbuka wana Dar es Salaam, tulipokuwa tunafanya matibabu bure, aliyeniambia niyafanye bila kuchoka alikuwa ni Daktari Samia, kwa mapenzi makubwa aliyokuwa nayo na wananchi wa hapa Dar es Salaam. Wale wote mliopata miguu bandia, ulikuwa ni mchango wake mkubwa sana kuhakikisha kwamba hakuna hata mlemavu anayeachwa kwa sababu hana uwezo, ili apate huduma kupitia serikali yake. Mimi nina mambo mawili tu, Mheshimiwa mgombea. Napenda kujikumbusha, na kumbukumbu ndio njia sahihi ya kumfanya mtu asipotee anapokwenda. Wakati serikali yako inapiga mahesabu makubwa ya kupata faida kupitia bandari yetu ya Dar es Salaam, nchi nzima ilipiga kelele, na wana mitandao waliongea vya kuongea na kukatisha tamaa, wakisema maneno mabaya ili usiamini katika ndoto uliokuwa nayo. Lakini kwa sababu wewe ni injinia wa uchumi uliyepiga mahesabu vizuri, leo nataka niwaambie wana Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla, hasa watumiaji wazuri wa mitandao ya kijamii, wale ndugu zangu wa Twitter, mtandao wa X, Instagram pamoja na Facebook, ili tukubaliane kubishana kwa matokeo. Daktari Samia kabla hajaweka uwekezaji mkubwa wa bandari yetu ya Dar es Salaam, iko na uwezo wa kupokea mzigo tani milioni 18. Bandari ya Mpala iko na uwezo wa kupokea mzigo tani 550,000. Na bandari ya Tanga iko na uwezo wa kupokea mzigo tani 890,000. Ameangalia wapi ambako akiweka nguvu atapata matokeo ya haraka, na kufanya haya yote yaliyoelezwa na ndugu yangu Aweso na yale yanayofanywa na kakaangu Miguru, kuhakikisha kila wizara inapata pesa ili wananchi apate maendeleo. Akagundua lango la bandari ni moja ya lango muhimu la kuwekeza ili aweze kupata matokeo ya haraka. Takwimu zinaonyesha kwa uwekezaji wake ametutoa kwenye tani milioni 18 kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam kutupeleka kwenye tani milioni 27. Bandari ya Mtwara ametutoa kwenye tani 590,000, ametupeleka kwenye tani milioni 2,500,000. Bandari ya Tanga ametutoa kwenye tani 800,000, ametupeleka kwenye tani milioni 1,300,000. Sasa hizi ni hesabu. Nafikiri Profesa Mkumbo yuko hapa. Ukiwa mbishi sana kwenye maisha, jifunze hesabu. Na kama hujui hesabu, ni mara 10 ukala chips ukalala, kwa sababu hutaweza kupiga hatua ya maendeleo yote yale. Sasa twende kwenye pesa. Tumetoka kwenye bilioni 800 kwa mwaka, Daktari Samia ametuingiza kwenye trilioni 2 kwa mwaka. Sasa nakuuliza wewe unayependa kuongea kwenye mtandao, hizi pesa zaidi ya trilioni 1.2 ulitaka Daktari Samia ziache? Tungepata wapi ya maji anayoeleza ndugu yangu Aweso? Tungepata wapi hizi barabara anazosema ndugu yangu huyu mtani wetu huyu wa kutoka Pwani? Tungepata wapi kwa ndugu yangu Lega? Hii kazi yote ndio hesabu ya kiongozi mzuri kama Daktari Samia anayejali taifa letu. Twende ya pili, na malizia mheshimiwa. Hesabu ya pili, mzigo pale bandarini. Meli ilikuwa inakaa siku 15 imepiga nanga ndani ya bandari. Siku 15 inasubiri kwenda kupakua mzigo. Uwekezaji aliofanya na kukubali private sector kuingia, tumetoka siku 15, sasa wanakaa siku 5 ndani ya maji. Na kwa taarifa yako, meli moja ukiona imekaa baharini wanalipa kwa siku dola 40,000. Wakikaa siku 10 wanalipa dola 400,000.
lakini hiyo dola unakuja kuilipa wewe mwananchi ukienda pale Kariakoo kununua mzigo, kwa sababu mwenye meli hayuko tayari, mwenye bidhaa hayuko tayari. Naomba tuweke pembeni hiyo, twende kwenye swala jingine la pili. Mheshimiwa Rais wetu kwa mapenzi makubwa aligundua ya kwamba taifa hili tulipitia kwenye mchakato mgumu wa kupanda mafuta bei. Kila siku bei ya mafuta inapanda. Daktari Samia sasa hivi anajenga matanki 15 yenye uwezo wa kutunza lita za mafuta 386,000. Sasa Mheshimiwa mgombea wetu, leo asubuhi nimeamkia feri pale, nikaongea na wavuvi. Nikamwambia hivi, Daktari Samia asingeweka jitihada zake kuhakikisha tuna umeme wa uhakika, nyinyi mnaouza kwenye bucha samaki sisi ingeharibika? Wakasema Oktoba wanaenda kutiki. Nimetoka pale nimeenda Kariakoo, nikawauliza wafanyabiashara wa Kariakoo, nikamwambia kazi nzuri aliyofanya Daktari Samia ya kuhakikisha sasa hivi unapita mjini hakuna majenereta na amani ipo. Wakasema Oktoba wanatiki. Tumetoka hapa tumekuja Mombasa Kitunda, wanasema wanatiki. Mheshimiwa, kama kuna mtu hataenda kupiga kula, nina uhakika huyo atakuwa hayuko Tanzania. Lakini walioko Tanzania wote tarehe 29 wanaenda kupiga kula. Naomba nione mikono, naomba mikono wa wana Dar es Salaam, wana Ilala, ya kwamba tarehe 29 tuenda kutiki kwa Dr. Samia. CCM oye! Samia oye! La mwisho ni pongezi. Jana hotuba yako ya pale Kinondoni leaders ya kuambia Watanzania wajitokeze wakapige kula, hata kisoda hakitadondoka. Watanzania tuko tayari kukuchagua tarehe 29. Asante sana Mheshimiwa. Watu wa Ukonga wako hapa kukaribisha, karibu sana. Mimi naitwa Jerry Silaa, mgombea ubunge kwa tiketi ya CCM kwenye jimbo la Ukonga. Ndugu mgombea, naomba nichukue fursa hii kukushukuru kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Ukonga kwa imani yako kwangu, ambayo watu wa Ukonga wameitafsiri kama imani kwa watu wa Ukonga, kwa kuniteua kufanya kazi ya kukusaidia kwenye wizara 3 kwenye serikali yako. Ndugu mgombea, wazazi wangu marehemu walinifundisha kuheshimu kazi. Wakati wote nimefanya kazi kwa uadilifu mkubwa, nimefanya kazi kwa moyo na nguvu, na kushukuru sana, asante sana. Ndugu mgombea urais, toka uzindue kampeni tarehe 28 ya mwezi wa 8 pale Kawe, sisi jimbo la Ukonga tumefanya mikutano zaidi ya 97. Tumekutana na makundi mbalimbali, maafisa usafirishaji, vijana wetu wa bodaboda, mama lishe, kina mama wa vikoba, viongozi wa dini na wananchi. Naomba nikuthibitishie, wananchi wote waliojiandikisha kupiga kura jimbo la Ukonga 322,640 wametuahidi tarehe 29 mwezi wa 10 kura zote za jimbo la Ukonga watakupigia, kukupa mitano tena kuongoza taifa letu. Ndugu mgombea, yuko shekhe mmoja kule kata ya Zingiziwa anaitwa Selemani Guluguja. Amesema kampeni ya sekta binafsi Daktari, kwa sababu ndio maana ni wewe uliyetuelekeza CCM hoye! Ilala hoye! Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na mgombea wetu wa nafasi ya urais, nimesimama mbele yako na mbele ya wanailala, nimesimama mbele ya wana Dar es Salaam wenzangu. Mimi jina langu naitwa Abdalla Ulega, mgombea wa ubunge wa jimbo la Mkuranga mkoani Pwani, lakini pia ni kijana wa kutoka katika mji huu wa Dar es Salaam. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa heshima kubwa na taadhima nimesimama mbele ya halaiki hii kukuombea kura ya ndio siku ya tarehe 29
Na 9, watu wote wa Ilala asubuhi na mapema tuamke tukatiki kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tukatiki kwa wabunge wa majimbo yote 4 ya wilaya hii kongwe ya Ilala. Na tukatiki kwa madiwani wote wa kata wa Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa mgombea, tunakwenda kutiki kwa nini? Ni kwa sababu ya ahadi nzuri na maendeleo makubwa uliyoyafanya katika mji wetu wa Dar es Salaam. Kama nilivyokwisha kusema, mimi nimesoma hapa Pugu Sekondari. Mimi nimetembea kwa miguu kutoka Buguruni mpaka mwisho wa lami. Ninajua namna ambavyo maendeleo makubwa uliyoyasimamia na yaliyofanywa. Amesema mbunge hapa juu ya BRT. Na tuna furaha kubwa ya kwamba umetuelekeza BRT awamu ya 6 isiishie pale Pugu peke yake. Itoke Pugu iende mpaka Chanika. Ni nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Chanika hoye! Ilala hoye! Ni wewe uliyetuelekeza. Usisahau kusubscribe, kulike na